Haya, so hii bwana ni habari ambayo jana, kama ulikuwa labda hujaelewa kilicho happen, ni kwamba baada ya Nifa kuamua na yeye pia kufanya biashara ya kuuza magauni yale mabaya ambayo Faima alitangaza kwamba anayauza milioni, Nifa yeye akasema kwamba ya kwake yeye anayauza kwa bei ya shilingi 350,000. Ni kwamba watu wengi sana walikuwa hawajaelewa kilichoendelea, maana tuliona tu kuna ushahidi wa messages ambazo zilikuwa zimepostiwa na Faima kuhusiana na Nifa alichokifanya. Umeona bwana? So situation iko hivi, unaambiwa kwamba Nifa baada ya kuona, kama nilivyoeleza katika video iliyopita, kwamba Nifa baada ya kuona kwamba Faima anauza yale magauni kwa Nifa baada ya kuona Faima anauza hayo mabaya kwa shilingi milioni kwa kila moja, ni kwamba moja kwa moja ikapelekea na yeye pia ikapelekea Nifa na yeye pia akatangaza anayauza yeye kwa shilingi 350,000. Lakini baada ya hapo sasa ya kwake yeye ni kwa oda, sio kwamba labda ukienda dukani utayakuta, haiko hivyo. Ni kwamba ukitoa oda unatengenezewa, linashonwa, unaletewa. Umeona bwana? Lakini tayari kuna moja yeye amelivaa ambalo alikuwa anaonyesha kwamba kama haya yeye anayo na yanapatikana na anayauza kwa 350,000, kama katika video alivyoiposti mwenyewe, ile video aliyosema jamani kuna jua akarudi nyuma. So kwa kifupi ni kwamba kwa mujibu wa Faima anasema kwamba lile gauni ambalo amelivaa Nifa amelinunua kwake. Umeona, amelinunua kwake ili alivae, ili aweze kupromoti, aseme kwamba na yeye pia yapo, lakini unayapata kwa order. It means kwamba ukilipia basi moja kwa moja unashonewa, unaletewa kwa size yako, kwa mujibu wa posti ya Nifa ambayo alikuwa ameiweka katika kurasa wake katika mitandao yake ya kijamii. Allegedly inasemekana hivyo ndivyo situation ilivyo, na Faima ameonyesha mpaka ushahidi kwamba kuna bodaboda ametumwa kwenda kununua hilo gauni kwa bei hiyo ya Faima ambayo alikuwa ameiweka ya milioni 1. Alafu then ukishanunua alivyonunua hilo gauni ndo hili Nifa akaenda kulivaa na kupromote kwamba na yeye pia anayo. Kwa hiyo unaweka order, unashonewa, unaletewa. Lakini hili alilolivaa Faima anadai kwamba amelinunua kwake. Umeona bwana? Kwa hiyo mpaka kuna voice zimesambaa mitandaoni, kuna messages zimesambaa pia, na ushahidi wa video unaonyesha kwamba Nifa kweli alikuwa amevaa hilo gauni ambalo amelinunua kwa Faima kwa bei hiyo ya milioni. So nataka hapa umsikilize Faima alichozungumza, na hapa kuna message kabisa, ukiangalia kuna screenshot za message kwenye simu zinaonyesha kwamba milioni 1 imetumwa kutoka kwa namba hiyo, na hiyo namba inasemekana ni ya Nifa kwa jinsi ambavyo watu wanavyodai. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndivyo situation ilivyo. Umeona bwana? So hapa nataka nikusomee. Nataka usikilize kwanza Faima mwenyewe alichokisema. Umeona? Maana Faima bwana hakuishia hapo, mpaka aliposti hii video akasema kabisa pale thanks for support. Amemshukuru Nifa kwa support, kwa sababu kama amenunua hilo gauni kwake kwa milioni ni kama vile amemsupport. Kwa hiyo Faima amemshukuru Nifa kwa kununua gauni kwake, yani hiyo ni kama support kwake. Sasa ngoja nikusikilizisha hapa saundi ambayo amesikika huyu Nifa, amesikika huyu Faima akiwa anaelezea hiyo situation. Umemtuba hapa boda sasa hivi kaja kuchukua gauni. Jamani dunia hii. Haya, unavaa tena wewe, unaposti gauni zimefika, tupostie aliyekuzia, tupostie ulikoitoa hiyo gauni. Jamani wewe kiboko kuna deki. Tumeboda. Aje achukue nguo hapo. Yaani kwanza asubuhi jamani boda kaniamsha saa 3. Umemtuba hapa boda sasa hivi kaja kuchukua gauni. Jamani dunia hii. So hicho ndicho alichokizungumza Faima, kwamba huyu Nifa amenunua gauni kwa Faima, and then anasema kwamba magauni yameshafika kwake, watu wakitaka wafanye order kwa ajili ya kuyanunua. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Bwana, kwa hiyo watu kama kawaida huko kwenye comment wamezungumza ya kwao. Kwa mfano kuna mtu amesema bwana jamani kesha sema ya kwake yeye ni 300,000 tu. Kuna mtu hapa Mamlicho amekuja amecomment, ameandika kwamba roho mbaya tu inamsumbua huyo binti, alafu anawaambia hizi ni OG. Haya. Kwa mtu mwingine kwamba bwana sifa, huyu binti anatafuta sifa, ngojeni tuone ataishia wapi. Kuna mtu amesema hapa kwamba Nifa ana roho mbaya, wallahi sijapenda. Sifa zinamfanya asifanye biashara bali tu kutafuta upinzani. Yaani ushindani anaufanya kwa kukomoa watu. Picha linaanza Wasafi walifuturisha na Crown, mara Huba Huru akaona na yeye pia asipitwe, na yeye pia akafuturisha. Mange akaposti viewers wake, na yeye pia akaposti wa kwake. Hamisa alipoposti zile gauni za kuwa anauza, na yeye pia akaposti kwamba
kumuona Fai kaposti nguo zake na yeye pia ameposti, kaona huko bei milioni 1 na yeye pia akaposti ya kwake, akasema kwamba akaweka bei ya chini ili mradi tu. Alafu wenzie Fai mzigo anao kabisa, lakini yeye Nifa anaagiza kwa oda. Umeona hamuoni tofauti hapo? Huyu binti ana roho mbaya na pua yake. Mambo hayo. Kwa hiyo watu huko wanaendelea kumuandama. Watu wanaendelea kumuandama wakidai kwamba huyu yeye alichotaka kukifanya hapa, alitaka tu kuharibu biashara ya mwenzie, au labda ana wivu ule wa mafanikio. Hataki wengine nao pia wa trend au wafanye vizuri kwenye biashara, anataka afanye vizuri yeye peke yake. Na hii ilishawahi kupelekeaga ugomvi kati yake yeye na mwanadada mwingine ambaye ni muuzaji wa cosmetics. Ukiachana na yule mama mnene, kuna huyu dada mwingine anaitwa Restibura, na yeye pia waligombanaga na Nifa kutokana na kwamba Nifa alikuwa anasema kwamba yeye za kwake ni original, anazinunua UK na vitu vingine kama hivyo. Sasa kusema vile ni kama vile anawatangazia wengine wanaouza biashara za cosmetics za kwao ni fake. Umeona na kama unavyoelewa wadada wanavyojali ngozi zao, wengi wanaendaga sehemu ambazo wanapoaminishwa kwamba ni original. Kwa hiyo issue ilimkera sana Resti. Ikapelekeaga ugomvi fulani hivi kati yake na Resti ambaye ni mwanadada alikuwa anafanya hii biashara ya cosmetics kwa miaka mingi. Umeona sasa this time around ngoma imegeuka kwa Faima pia. Sasa watu naona kama vile wameanza kuona kwamba huyu Nifa kama vile ana kitu fulani hivi akiko sawa kwa wenzie, wafanya biashara wenzie. Haya, huyu hapa mwingine anasema kwamba bwana, huyu dada amezidi kiukweli. Kila biashara yeye anataka kuifanya. Watu wanamtetea, lakini wameshamjua kwamba binti ana roho mbaya mno. Watu walikuwa wanamchukia mpaka Resti sababu yake, lakini jibu wameshaanza kulipata. Nifa ana roho mbaya sana. Huyu binti hata kama ni biashara angemwacha Faima afanye hata wiki 2. Amekuja kufanya hivi. Kuna mtu hapa kamalizia na mtusi. Umeona huyu anaitwa Official Grace huko Instagram, amemind mpaka ameweka matusi hapa. So kwa kifupi ni kwamba inategemea na mtu ambaye unaanzisha naye ugomvi. Kwa mfano, ilivyokuaga na beef kati yake na Resti au na wale wadada wengine huko, wale wadada pia ni wachangamfu, ni wacheshi, wanajua kuzungumza. Kwa hiyo watu wakaona kwamba labda hao ndo wana matatizo. Lakini this time around amekuja alichokifanya kwa huyu Faima tunajua kwamba Faima sio muongeaji. Faima ni mpole kupitiliza kwa jinsi ambavyo anavyoonekana, sio mtu wa kujibizana sana kwenye mitandao. Hata ukiangalia interviews za Faima ni chache sana, sio mtu wa mitandao sana. Sasa kitendo cha hiki alichokifanya Nifa, watu wengi sasa hivi unaonekana kabisa wazi wako upande wa Faima kutokana na jinsi ambavyo Faima mwenyewe anavyoonekana kwamba sio mtu wa kujibizana na watu na nini, yani atakagi shida na mtu. Kwa hiyo sasa hapa watu wanamuona kwamba Nifa ndio mwenye matatizo, na comment nyingi sana naona hapa ni za matusi kwenda kwa Nifa. Je, ukiwa kama mdau kuhusiana na huu ushahidi ambao Faima ameuonyesha wa message na voice, amezungumza kabisa kwamba hilo gauni alilolivaa inaonekana kama vile amelinunua kwake na miamala ameionyesha, na lengo tu ni kuhakikisha kwamba na yeye pia anafanya biashara hiyo hiyo ambayo Faima alitangaza kutakuwa anaifanya, lakini yeye kibaya zaidi ni kwamba ameshusha bei ili huyu mwenzie huko akose wateja. Weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.